ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ndugu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma huu, naye si mwingine bwana Mtume Muhammadin, swala na amani ziwe juu yake. Ayuha almuslimuna ibadallah, usikum wa usi nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla. Ndugu katika iman, jambo la kwanza kabisa katika hotuba yetu ya leo tukufu, napenda kuwahusieni na kuihusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika waliofaulu mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala wenye kumcha kufuata aliyoamrisha na kuacha mambo mbalimbali ambayo Allah aliyoyakataza. Ama maudhu khutbatuna leo, ama unwani ya hotuba yetu ya leo, ndugu katika iman, inasema a'malu swaliha ta'dilu al-hajja. Matendo mema hufananishwa na mtu ambaye ametekeleza ibada ya hija. Ayuha almuslimun, fama hadhihi al-a'mal as-salihah, ni yapi matendo mema ambayo mtu akiyafanya huhesabika kwamba na yeye ameshiriki ibada ya hija, ibada adhimu kabisa ya hija? Ni yapi matendo hayo mtu akiyafanya anahesabika amefanya ibada ya kuhiji? Ayuha almuslimuna, kwanza kabisa fa innal hajja min a'zami al-a'mal, hakika ya hija, ibada ya hija ni katika mambo makubwa. Wa afdalu al-a'mali as-salihah, na ni katika bora ya matendo mema ibada ya hija, allati rattaba Allahu 'alayha al-ajr al-kabir wa thawab al-azim, ambayo Allah pia ameweka malipo makubwa katika kutekeleza ibada ya hija. Wal maghfirata war rahma, na Allah akaweka msamaha na rehma kwa mtu ambaye atakayetekeleza ibada ya hija. Lau lam yakun illa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, kama sikuwa kauli ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, man hajja falam yarfuth walam yafsuq, yeyote ambaye atakayetekeleza ibada ya hija akaifanya kwa hali nzuri, hakusema maneno mabaya, walam yafsuq, lakini pia hakuharibu ibada yake ya hija, rajaa kama waladatuhu ummuhu. Mtume anasema mtu huyu akitekeleza ibada ya hija vizuri, basi nakuwa na mambo mabaya, mtu huyu atarudi kutoka katika ibada hiyo ya hija kama vile alivyozaliwa na mama yake, kwa maana ya kwamba akiwa yuko msafi, ana madhambi yoyote. Haya ni moja ya faida kubwa sana ya kutekeleza ibada ya hija. Lakana dhalika kafia, jambo hilo lingekuwa linatosha kabisa kwa mtu kufahamu ya kwamba akitekeleza ibada ya hija anarudi kama vile alivyozaliwa na mama yake. Walamma kana kathiru minan nas, wakati ambapo watu wengi la yastati'una yahuj, hawana uwezo wa kutekeleza ibada hiyo ya hija. Ni ibada ngumu, shaka kwa kweli, inahitaji mali na gharama
kuiendea ibada hiyo ya hija kwa udhuru mbalimbali. Walghalibu anna hadha aludhur huwa adamu almal, na udhuru wake mkubwa ni watu wa Islam katika kuiendea nguzo ya tano miongoni mwa nguzo za Uislamu ni kukosa mali, kukosa uwezo kuiendea nguzo hiyo ya tano ya hija. Asema shara Allahu lahum rahmatan, Allah akawekea sheria matendo ambayo wakiyafanya hayo matendo, Muislamu ukiyafanya matendo hayo wahesabika umetekeleza ibada ya hija hapo hapo ulipokuwa, hata kama hujaenda katika viwanja hivyo ama sehemu hiyo ambayo inatekelezwa ibada ya hija. Wala tafan bihim, Allah akaweka sheria matendo ambayo mtu akiyafanya kwa huruma zake, wa ihsanan ilayhim, lakini kuwafanyia ihsani waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, kuwekea mambo ambayo mtu akiyafanya aisabika pia naye yupo katika ibada ya hija, ametekeleza ibada ya hija. Shara lahum amalan la tahtaju ila mal, Allah akawekea matendo ambayo hayo wenyewe hayahitaji mali, hayana gharama. Sio mtu aandae mapesa aende viwanja vya Makka akatekeleza ibada hija, la, Allah akaweka matendo ambayo hayahitaji gharama yoyote, hayahitaji mali. Ajruha kabir, ajruha ka ajri man hajja baitallahi alharam, malipo yake au matendo ambayo mtu akiyafanya ahesabika yupo katika ibada ya hija, malipo yake ni makubwa sana. Famin hadhihi al-a'mal ma ashara lilmuslimin, miongoni mwa matendo hayo ndugu katika imani ukiyafanya wewe Muislamu wahesabika na yule aliyeenda kuihirimia hija, mko sawa sawa katika malipo. Asema an-niyatu sadiqa, ni nia njema, nia ya kweli. Ndugu katika imani, unapokuwa na nia njema kwamba jambo lile la kwenda kutekeleza ibada ya hija linakugusa, una nia kwamba ya Allah, ningekuwa na uwezo wa kwenda kule, nia yako hii njema, Mtume anatufundisha kwamba wewe wahesabika umetekeleza ibada ya hija kwa kuwa na nia njema katika nafsi yako, watamani ile ibada ungeifanya kama Allah angekuwa amekufanyia wase wepesi katika riziki zake. Ndugu katika imani, an-niyatu sadika, nia njema. Muislamu ukiwa na nia njema ya kutamani ibada ile, basi wahesabika kabisa umetekeleza ibada ya hija. Ay yakuna al-insanu sadiqan fi niyyatihi, Muislamu awe ni mkweli katika nia yake. Tashtaqu nafsuhu ila baiti llahi alharam, nafsi yake yavutiwa, yatamani nyumba ya Allah tukufu. Watatiru ruhuhu ila tilka almashair almuqaddasa, lakini pia nafsi yake yatamani, yaruka kweli kweli katika sehemu hizo tukufu. Mina, alhajar alaswadi, sehemu za Mina, Muzdalifa na sehemu zingine ambazo ni tukufu. Mtu atamani, lau mimi pia ningebusu lilo jiwe jeusi pale Al-Kaaba. Atamani kweli kweli, yatamanna bisudikin, anatamana kwa kweli kabisa, allau kana lahu mal, kwamba angekuwa na mali, lakana min hujaji baiti llahi alharam, angekuwa ni miongoni mwa watu ambao wangeenda kuhiji nyumba ya Allah tukufu. Hadhihi niyatu sadiqa, nia hii njema, yujaru alaiha wa yahsulu alaiha thawabi, mtu kuwa na nia hii njema ya kutamani kufika kule, asema apata malipo na anapata thawabu ya mtu ambaye ametekeleza ibada hiyo ya hija kwa nia yake njema. Fi sahihi an Jabir, katika sahihi, hadithi sahihi amepokea sahaba mtukufu Jabir, radhi za Allah ziwe juu yake, asema qala, Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake, siku moja akasema, asema Jabir asimulia kwamba siku moja tulikuwa tumekaa na bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama fi ghazatin, yani ghazwatan min ghazawat, siku moja wamekaa katika vita moja katika vita ambazo walizozifanya. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume akawaambia akasema, swala na amani, inna bil madinati rijalan ma sirtum masira, Mtume akasema hakika katika mji wa Madina kuna watu, ma sirtum masira,
hamjawahi kukata masira, hamjawahi kukata mwendo wote ule, wala qata'tum wadiyan, wala kuvuka mabonde yote yale, au watu ambao wapo katika mji wa Madina, illa kanu ma'akum, isipokuwa watu wapo pamoja na nyinyi, wako mji wa Madina na nyinyi mmetoka, mpo katika vita, wale watu mpo pamoja nao. Illa kanu ma'akum, tunasema wale watu ambao wako Madina mpo nao. Habasahumul udhur, mtume akasema hakijazu kitu ambacho kimewafanya wabakie katika mji wa Madina. Habasahumul udhuru, kukosa mali na uwezo na nguvu kimewazuia wabakie katika nyumba zao. Mtume asema wale mpo nao pamoja. Qala al-Hafidh an-Nawawi, asema wanachuoni Hafidh an-Nawawi rahmatullahi wasi'a, rehma za Allah juu yake, fi hadha al-hadithi fadilatu niyyatul khair, katika hadithi hii yaonyesha fadhila ya nia njema. Wa inna man nawa al-ghazwa wa ghayrahu min at-ta'at, hakika yote ambaye atakayenuia kufanya ghazwi, vita na ibada zingine katika toa mbalimbali, thumma arada lahu udhuru mahu, kisha akanuia jambo jema lakini ikampata udhuru kutekeleza ibada ile, hasala lahu thawabu niyatihi, atapata malipo ya nia yake njema ambayo aliyokuwa nayo. Muislamu, nia yako njema ya kutamani kufika mji wa Makka, lakini hukufika kwa gharama, ibada ngumu kweli kweli. Allah mwenyewe asema liman istatwa alayhi sabila, mwenye kuweza hiyo ibada ya hija basi aende, kuonesha ni ibada ngumu kweli kweli, lakini nia yako njema malipo yake ni kwamba ni mtu sawa sawa ambaye yupo katika viwanja vya Makka, ameenda kutekeleza ibada hiyo. Fahadhihi bisharatun adhima, watukufu wa Kiislamu, hii ni bishara njema. Ya ma'ashara almuslimina, liman kana sadiqan niyatuhu, kwa yule ambaye nia yake imekuwa ni njema, nia yake njema, hii ni bishara kubwa ya kutamani kufika sehemu hizo. Ay yahsul annahu yahsulu athawabu, kwamba anapata malipo. Wa fil hadithi al-akhar yaqulu alayhi salatu wassalam, hadithi nyingine mtume wa Allah asema, wa 'abdan razaqa Allahu ilma, na mja ambaye Allah amemruzuku elimu, walam yarzuquhu mala, lakini hakumruzuku mali. Allah kuna viumbe wake mwingine amemruzuku ana elimu kweli kweli, lakini walam yarzuquhu mala, lakini mali, swala la mali Allah hajamruzuku chochote, ni fakiri, ana elimu lakini mali hana. Wa huwa yaqulu law anna li mal, na mtu huyo ambaye Allah amemruzuku elimu na ana mali asema kwamba natamani ningekuwa na mali, fa amaru bihi, nikafanyia kheri mali hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenyarzuku, fa ajruhu sawa, mtu huyu na yule ambaye ametekeleza jambo hilo la kheri, malipo yao yako sawa sawa kwa nia yake njema ambayo yuko nayo. Wa hakadha min al-a'mali allati ta'dilu al-hajja, na hivi katika matendo ambayo yanayofanana na hija katika malipo, asema al-khuruju min al-bayti mutatahhiran ila baitin min buyutillah, jambo lingine ambalo ewe Muislamu ukilifanya popote ulipo unahesabika umetekeleza ibada ya hija na umra. Asema ni kutoka nyumbani kwako ukiwa msafi, uko tahara, ukaenda katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza ibada ya swala, ibada ya faradhi, tuaddi swalata, kutekeleza ibada ya swala. Pia ukatoka nyumbani kwako umeshika udhu wako, uko vizuri, ukaenda masjidi kutekeleza ibada ya swala. Asema wanachuoni wa dini ya Kiislamu, unahesabika malipo yako ni miongoni mwa watu ambao wameenda katika mji wa Makka kutekeleza ibada ya hija. Ayuhal muslim, usipuuzie majambo haya, ni kheri. Ibada ya hija ni ngumu, tutekeleza vitu ambavyo ni mbadala, wapata malipo ya mtu ambaye amefika viwanja vitukufu vya Makka. Mtume anasema, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salati, yeyote ambaye Muislamu yoyote atakayetoka nyumbani kwake akiwa yuko tahara, yuko msafi, ila salati, akaelekea swala, kana ajruhu ka ajri alhaj almuhrim, malipo yake yanakuwa ni mtu ambaye ametekeleza ibada ya hija, amehirimia hija.
Ndugu katika imani, haya ni matendo ambayo hufananishwa na mtu ambaye ametekeleza ibada ya swala. Hizi swala zetu ayuhal muslim, usizipuuzie, malipo yake ni mtu sawasawa ametekeleza ibada ya hija. Allahu akbar. Shabaha hadha ar-rajul alladhi yakhruju min baytihi ila salati maktuba, Mtume amemfananisha mtu huyu anatoka nyumbani kwake kuiendea swala za faradhi bidhalika alhajj. Mtume amefananisha kwamba ni mtu ambaye aliyehirimia hija kabisa. Yakhruju min baitihi, Mtume amefananisha ni kama mtu ambaye ametoka nyumbani kwake, musafiran, amefunga safari, ila baiti llahi alharam, kwenda katika nyumba ya Allah tukufu, mji wa Makka. Liwadia faridatan min faraidillah, kwenda kutekeleza faradhi miongoni mwa faradhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni kuhiji nyumba ya Allah tukufu. Wa hiya faridhatul hajj, nayo ni faradhi ya haji. Wa hakadha min al-a'mali allati ta'dilu al-hajj, lakini jambo lingine ambalo huhesabika mtu yupo katika ibada ya hija, asema antusallia al-fajr fi jamaa. Ni wewe Muislamu, ili uhesabike upo katika ibada ya hija, antusalli alfajr fi jamaa, ni kuiswali, kuidiriki swala ya alfajiri katika jamaa. Ndugu katika imani, ukidiriki ukaswali swala ya alfajiri katika jamaa nyuma ya imamu, asema wanachuoni wa dini ya Kiislamu, nawe pia umehesabika katika watu ambao wameenda mji wa Maka kutekeleza ibada ya hija. Thumma taqudu wa tadhkuru Allah, kisha wakaa baada ya swala ukaleta istighfari na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu'a ash-shamsu, mpaka jua likachomoza baada ya swala ya alfajiri. Thumma tusalli rak'atayn, kisha ukasali rakaa mbili baada ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nazo rakaa mbili hizo rak'ata dhuha, rakaa za dhuha, baada ya kuwa jua limechomoza kidogo ukasali rakaa mbili. Lakinaha fi awwal waqtiha, baada an tarfa, mwanzo kabisa wakati wake baada ya kuwa jua limechomoza kiasi kidogo sana. Wadhalika baada shuruki bi rubu' saa, na hilo ni baada ya kuchomoza kwa jua tu kwa muda wa robo saa. Faqad qala alayhi salatu wassalam, Mtume swalla na amani ziwe juu yake amesema, man salla alghadata fi jamaa, yeyote ambaye atakaye swali swala ya alfajiri katika jamaa, katika hali ya jamaa, thumma qada yadhkuru Allah, kisha akaketi anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya adhkari subhanallah walhamdulillah la ilaha illa Allah wallahu akbar, akafanya uradi hatta tatlu ash-shamsu, mpaka jua likachomoza. Thumma salla rak'atayn, kisha akasali rakaa mbili. Kanat lahu kajru hajj wa umra, malipo ya mtu huyu yatakuwa ni malipo ya sawa sawa na mtu ambaye ameenda kufanya ibada ya hija na umra kwa wakati mmoja, malipo yake. Ayuhal muslim, usitafute gharama nyingi sana, gharama ni hafifu, ni chache sana kutekeleza kwa ibada ya alfajiri katika jamaa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wahesabike upo umeshiriki ibada ya hija na ibada ya umra. Faina nahnu ya mashara almuslimin, sisi tuko wapi ndugu katika Uislamu katika kuitekeleza hiyo swala ya alfajiri? Swala ya alfajiri wala wanaohudhuria wanaiona hali yake ilivyo. Ndugu katika imani, intabihi wa yaqudhu salati alfajr, zinduka kwa ajili ya swala ya alfajiri, wa alla tanam, na usilale ndugu katika imani. Wa hakadha min al-a'mali allati ta'dulu al-hajj, lakini pia ndugu katika imani, katika matendo mengine ambayo ukilifanya wewe Muislamu, matendo haya hayana gharama yoyote. Ayuhal muslim, an tadhkura Allah jalla wa ala ba'da salatika al-maktuba, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala baada ya swala ya faradhi. Mambo mengine, jambo lingine ambalo unahesabika upo katika ibada ya hija, umeshiriki kuihirimia na kuvaa mavazi meupe, asema antadhkura Allah jalla wa ala baada salati al-maktub, ni wewe Muislamu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala baada ya swala ya faradhi. Tusabbihu Allah 33, ukamtaja Allah mara 33 ukamsabihi, lakini pia ukamshukuru. Tahmadu Allah 33, lakini pia ukasema alhamdulillah mara 33.
wallahu akbar, wa yukabbiru wa 33, lakini pia ukasema neno Allahu akbar mara 33, kisha ukamalizia la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Adhkari hizi baada ya swala asema malipo yake tamamul 100, ukafikisha idadi ya 100 kusema neno la ilaha illa Allah, wahesabika nao pia umetekeleza ibada ya hija. Malipo yako ni sawasawa na mtu ambaye ameenda Maka kutekeleza ibada ya hija. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekaa na maswahaba wake. Jaa alfuqara ila nabii sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wale mafakiri wale ambao wana hali ngumu za kimaisha wakamwendea bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya rasul Allah, walipofika kwa Mtume akamwambia ewe Mtume wa Allah, ewe Muhammadi, akamwambia dhahaba al-duthur bil ujur, asema ewe Mtume wa Allah, watu ambao wana uwezo wenye mali, asema wameondoka na malipo makubwa sana ewe Mtume wa Allah. Qala wa kaifa, Mtume akamwambia wameondoka vipi na thawabu nyingi na mambo makubwa, wameondoka nayo vipi hivyo? Masahaba akamwambia qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mtume wao hao bwana wanafunga, wana mali nyingi, lakini wanafunga, wanasali kama tunavyosali, lakini pia wanafunga mwezi wa Ramadhani kama sisi tunavyofunga. Wala hum fadlun min amwalihim, lakini wana nafasi, wana hadhi katika mali, ibada ambazo sisi tunazozifanya na wenyewe wanafanya hizo hizo, lakini wametuzidi, wana uwezo, wana mali, yani ziadatan, wana ziada, wana jambo la ziada katika mali. Yahujuna biha wa yatamiruna, wana mali, wanaenda kuhiji, lakini pia wanafanya umra, ibada ya umra wanaifanya Mtume wa Allah. Wayatasaddaquna, lakini pia mambo ya sadaka wanatoa kwa wingi katika mali zao. Wayujahiduna fi sabilillah, lakini pia jihadi, kupigana jihadi katika njia ya Allah, mambo ya kutoa katika njia ya Allah, wanakuwa wako kwanza kabisa katika mambo kama hayo watu wenye mali. Tuko nao kila pahala, isipokuwa wanatushinda katika mali zao. Tunafunga na wenyewe wanafunga, wanasali na sisi tunasali, lakini ibada za mali kama kuhiji na kufanya umra na kutoa sadaka, kuchimba visima na kadhalika, sisi hatufanyi, hatuna uwezo. Ewe Mtume wa Allah, sisi tufanyaje? Faqala alayhi salatu wassalam, angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwajibu maswahaba yake akamwambia, ala uhaddithukum bi amrin idha akhadtum bihi tudrikuna bihi man sabaqakum. Mtume akamwambia, ni maswahaba, sikilizeni, wamewashinda ndio, lakini nataka niwape kitu kingine ambacho mkikifanya mtakuwa watu hao waliowatangulia, mtakutana nao. Wala yudrikukum ahadun illa man amala mithlahu, na hilo jambo ambalo nitakupeni mtawafikia watu ambao wamewatangulia katika kheri, katika utoaji wao, lakini pia hakuna yeyote ambaye atakayewafikia nyinyi maswahaba illa man amila mithlahu, isipokuwa yeyote ambaye atakayefanya matendo hayo. Taamal ndugu katika imani, zingatia maswahaba hawa na ufakiri wao na dhiki zao, wamwelea Mtume, wamlilia, lakini Mtume akamwambia mtakupeni jambo ambalo hao matajiri waliowapita wa Kiislamu mtawatangulia tu, mtakutana nao, yani tudriku alhajja wal mu'tamir, mtawakuta katika ibada zao za hija, wal i'timar, lakini pia katika umra, ibada zao za umra. Watudriku dhalika almunfiqu fi sabilillah, lakini mtawakuta na hali yao ya kutoa katika njia ya Allah, pia mtawakuta katika hali hiyo. Faqalu bala ya Rasulullah, masahaba akasema, hebu tupe jambo hilo ya Mtume wa Allah, tulipokee tuone ni lipi ambayo tunashindana nao matajiri katika kulifanya. Qala, Mtume akasema, tusabbihuna Allah, mnamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema neno subhanallah, lakini watahmaduna, lakini pia wamshukuru Allah, wamsifia Allah kwa kusema neno alhamdulillah. Watukabbiruna khalfa kulli salatin 33, lakini mkakabiri kumsema Allah subhanahu wa ta'ala, kusema neno Allahu akbar mara 33. Majambo haya wale ambao wamewatangulia mtawakuta kwa adhkari hizi, ndugu katika imani. Faraja fuqarau as-sahaba, mafakiri
wa kiswahaba wakawa wamerudi katika miji yao, lakini habari ilipita, wale matajiri pia wakaisikia pia hiyo habari. Maswahaba walipoenda kwa Mtume wakalia, na Mtume akawapa adhkari, wakafanya adhkari baada ya swala. Jambo hilo matajiri nao wale maswahaba ambao wana uwezo wakalisikia pia, na wenyewe wakalifanya au kulipuuzia pamoja na mali zao. Nao wakakaa baada ya swala wanamtaja Allah pia, na wenyewe kidogo kidogo, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wanamtaja Allah pia. Mmeenda kwa Mtume amewapa kitu fulani, na sisi tukifanya hicho hicho ambacho Mtume aliowapa. Fasami al-aghniya min as-sahaba, wale matajiri katika maswahaba walisikia, faamalu dhalika, wakalifanya jambo hilo. Faraja fuqara as-sahaba, wale mafakiri wa kiswahaba pia wakasema wale pia wamefanya jambo letu, wakarudi tena kwa bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, wakasema wewe Mtume wa Allah, samia ikhwanuna al-aghniya, wamesikia ndugu zetu wale maswahaba ambao wana uwezo. Fafalu mithlana, nao wakafanya vile vile Mtume ulivyotufundisha. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume kwa hatua hii sasa akawa na majawabu tena ya kuwajibu, akasema dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hiyo ni jambo ambalo sasa Allah anampa mtakaye, huko siingilii tena. Kama wana uwezo, wana mali na adhkari pia wafanya, dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Hizo ni miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, anampa amtakaye. Kuna watu katika maisha kila sekta wamekamilika, kila sehemu. Ndugu katika imani, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kufananishwa na mtu ambaye ameenda katika viwanja vya Makka, akasimama katika viwanja vya Arafa na kadhalika. Tumcheni sana Allah subhanahu wa ta'ala tupate kufaulu. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kiwa katika hutuba yetu ya pili, ambayo unwani ya hutuba yetu ikisema a'malu salihah ta'dilul hajja, matendo mema hufananishwa na mtu ambaye ametekeleza ibada ya hija. Ndugu katika imani, tukibalizia hutuba yetu na mambo kadhaa ambayo pia ni miongoni mwa matendo ambayo Muislamu atakayoyafanya basi huhesabika naye ameshiriki katika ibada ya hija, fika kabisa ametekeleza ibada ya hija pasina kuwa na kitu chochote kile. Wa min al-a'mal as-salihah allati ta'dilu al-hajja, na miongoni mwa matendo mema ambayo pia huhesabika mtu amehiji. Ukilifanya jambo hilo, ndugu katika imani, huhesabika na wewe umehiji, umetekeleza ibada ya hija, umezunguka sehemu zote zile ambazo zimeweka ni sheria katika ibada ya hija, watu kuzunguka, kutembea baina Safa wal Marwa na kadhalika, na viwanja vyote ambavyo ni sheria. Miongoni mwa matendo hayo asema watalabul ilmi, pia ni kutafuta elimu. Unahesabika ndugu katika imani umetekeleza ibada ya hija ukiwa waitafuta elimu. Talabul ilmi an tadhhaba ila baiti min buyutillah, ukaenda katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. La turidu illa an tata'allama al-ilma, au kusudi chochote isipokuwa ni kujifunza elimu. Umetoka nyumbani kwako, wasema naenda Masjid Ansari Mkata, naenda kujifunza tu Qur'ani, kujifunza tafsiri ya Qur'ani. Jambo hili huhesabika nawe umeshiriki katika ibada ya hija kwa kujifunza kitu miongoni mwa vitu katika dini yako. Tataallamu alqur'ana hifdhan wa maana, ukajifunza katika nyumba za Allah hizo Qur'ani kuhifadhi, lakini pia maana. Watataallamu tauhid, lakini pia ukaenda msikitini ukajifunza tauhidi, ukaomba ufundisho tauhidi. Wal aqida, lakini akida, kujua mwongozo wako wa akida ni upi sahihi. Tataallamu at-tafsir, lakini pia ukajifunza tafsiri ya Qur'an. Tataallamu nahwa, ukajifunza nahwu, mambo ya lugha ya Kiarabu. Tataallamu al-usula, ukajifunza mambo ya usul, misingi. Wa ghairi dhalika min al-ulumi an-nafi'a, lakini ukajifunza elimu mbalimbali ambazo zina manufaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Mimma huwa khair, elimu ambayo ni bora zaidi. Fadhalika ajruhu ka ajri al-hajj, sema jambo hilo malipo yake ni sawa sawa na mtu ambaye ametekeleza ibada ya hija. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam,
man ghada ila almasjid, yoyote ambaye atakayetoka nyumbani kwake akaenda msikitini, la yuridu illa yataallama khairan au ya'lamu, akaenda msikitini hataki isipokuwa ni kujifunza kheri, akatoka nyumbani akasema adhuhuri ya leo naiswali amswali ili nisikilize darasa ya tafsiri ya Qur'an am ya tauhidi ama sira, ukatoka na nia hiyo ya kujifunza, kana ajruhu ka ajri alhaji tamma hijjatuhu, malipo yake utakuwa ni malipo ya sawasawa ya mtu ambaye ametekeleza ibada ya hija ambayo imekamilika kabisa, haina makosa yote, iko sawasawa, ambayo haina makosa. Allahu akbar. Ndugu katika imani, Allah ni mkubwa sana. Hata lau jita ila khutbatul Ijumaa, Sheikh asema katika kujifunza huko, hata ikiwa umekuja kusali Ijumaa, wasema ngoja nikasikilize hutuba leo yazungumziwa nini, hiyo ni elimu pia, wahesabika umetekeleza ibada ya hija, malipo ya hija umeyapata. Ndugu katika imani, turidu an tataallama khaira, wataka kujifunza khairi kupitia hutuba ya Ijumaa, asema malipo yake pia ni sawa sawa na mtu ambaye ametekeleza ibada ya hija. Fa innahu bidhalika hasul laka al-ajru, asema wewe katika jambo hilo ambalo la kutaka elimu, kufahamu mambo muhimu katika dini yako, asema utakuwa umeshiriki watu ambao walioenda kutekeleza ibada ya hija. Ndugu katika imani, haya ni matendo ambayo tusighafilike nayo. Tumehesabika tumetekeleza ibada ya hija. Ukiwa hapo hapo, ibada ya hija ni ibada shaka sana, ngumu kweli kweli. Pengine mtu ana miaka 40 hawazi mpaka anafariki, wakati mwingine hata huko gharama ambayo ya kwenda huko kutekeleza ibada hajaifikia katika maisha yake. Sasa haya matendo Waislamu tusighafilike nayo, tuhesabika tumetekeleza ibada ya hija. Ayuhal muslim, fahadhi a'mal mashara almuslimin, haya matendo ndugu katika imani, haya matendo ayuhal muslimin, la tahtaju ila mal, hayahitaji mali, sio gharama, hayana mali wala uzito wote. Yaadilu amra alhajj, aidilisha, yanakuwa sawa sawa na matendo ya hija. Wahia yasiratu, na matendo haya ni mepesi kwa mtu ambaye Allah amemfanyia wepesi. Ndugu katika imani, lakini pia wanachuoni wakasema matendo haya tuyakimbilie sana, ili tuhesabike tumetekeleza ibada ya hija hapo hapo ulipo, katika nchi yako, katika taifa lako. Faqbalu ala Allahi jalla wa ala, elekeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu. Wa'lamu anna ma taqaddama min a'mali inma hiya fil jazai la fil ijzai. Lakini pia tutambue ndugu katika imani, yale yote ambayo tumeyasema kuanzia mwanzo wa hutuba mpaka hapa mwisho, asema ni katika sehemu ya mbadala wa ibada hiyo ya hija, lakini sio kwamba ni katika sehemu ya mtu kuhesabika katika hija, lakini sio mbadala wake. Mtu akasema sasa asiende kuhiji, shekhe amesema badala ya kuhiji nifanye matendo mema tu, la, uende ukahiji ukiwa na uwezo kahiji. Hiyo ni sehemu tu, sio mbadala kwamba mwakani siendi kuhiji na una uwezo, la, hiyo ni sehemu katika hija, lakini sio mbadala wake kwamba mtu akatosheka tu na ana uwezo wa kuhiji akatosheka na matendo mema, la, sio katika maana kama hiyo. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.